Apewe sifa Yesu Kristo wa Nazareth. Nikualike katika kipindi chetu tena cha leo Jicho la Kilindi. Na leo tuko na sura ya pili na mstari wetu ni wa 4. Mstari wetu ni wa 4. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. Yes, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. Mstari huu unaonyesha mabadiliko yanaanzia hapa. Kama unavyojua ukisikia neno lakini, kama ulikuwa unaelekea kushoto, basi huenda ni kulia kunaanzia hapo. Kama ilikuwa ni kifo, basi uhai unaanzia hapo. Kama ilikuwa ni uhai, basi kifo kinaanzia hapo. Kama ulikuwa ni kukosa matumaini, basi matumaini yanaanzia hapo. Sasa kwa mujibu wa muktadha wa sura hii, sasa matumaini ndio yalikuwa yanaanza kutangazwa hapa rasmi. Yes. Shida ni nini? Shida ni kwamba tulikuwa na vitu kama 7 ambavyo vilikuwa vimetushikilia kabisa, kwamba hatuna namna kabisa. Paulo kavitaja kuanzia mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza kataja viwili. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Viwili. Kwa kifo ametutajia sababu ya 2, makosa na dhambi. Kana kwamba haitoshi, kukawa na tatizo la pili ambalo na lenyewe liko linaelekea kifo. Anasema kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, namba 3. Namba 4, kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi hata sasa katika wana wa kuasi. Vitu 4 hivyo vipo pale pale tulikuwa wafu. Ya jinsi gani matumaini ya kuhuika yalikuwa yamepotea kabisa. Kana kwamba haitoshi, mstari wa 3 anasema zamani mliziendea katika kufuata tamaa za miili yetu na tamaa za nia. Sawa, kama tulikuwa 4, basi sasa tuko 6. Tukawa kwa tabia yetu. Hii neno kwa tabia yetu katika Kiingereza amesema kwa asili yetu. Kwa hiyo ukiongeza hapo sasa inakuwa ni kama tatizo la 7, japokuwa hii asili inabeba hayo mawili. Kwa hiyo tuliona mambo kama 7 ambayo yalikuwa yanaashiria nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya. Kwa hiyo vitu 7 vilikuwa vimetuua kabisa kabisa, kulikuwa hakuna matumaini. Sasa wakati ambao tunahangaikia kwamba namna gani, mbona tunapoteza matumaini sisi kama binadamu, nini kitakuwa na nini kitakuwa, Paulo anakaja mstari wa 4 akasema lakini Mungu. Kwa hiyo mstari huu ni wa muhimu kwa sababu ni turning point, ni mahali pa mabadiliko, kwamba pamoja na hali zote hizo mbaya, lakini Mungu. Wow, na sijui una hali mbaya kiasi gani katika eneo gani. Na sidhani kama zinaweza zikawa mbaya kuliko hizi 7 zilizotajwa hapa. Mwingine hali yako mbaya ni kwamba tu unaumwa, mwingine hali yako mbaya tu ni uchumi, mwingine hali yako mbaya si tu mahusiano, si nini. Lakini Mungu, haleluya. Yes, lakini Mungu. Yes, ni hao wameshindwa kusaidia, hao wamefanyaje? Lakini Mungu. Huu mstari ni mstari wa matumaini, hasa kwa sababu umelenga matatizo makubwa zaidi ambayo ilikuwa ni kifo. Haya mengine madogo madogo sasa, mbele ya lakini Mungu hayana kitu. Mbele ya lakini Mungu ni madogo mno. Kwa hiyo inaonyesha badiliko, mgeuko wa mambo. Ni kweli mambo yalikuwa yanaenda huku, yalikuwa na matumaini, lakini mgeuko wa mambo unaanza kwa kusema lakini Mungu. Sawa. Kwa wanadamu ulikuwa umekosa matumaini, lakini kuanzia hapo sasa ikawa inatulazimu tubadilishe uelekeo wa matumaini, kwa sababu katika ubinadamu tulikuwa tayari tuna hivyo vitu 7 vilivyotukandamiza. Sawa. Kwa huu mstari unaonyesha sasa tubadilishe uelekeo wa matumaini. Ulikuwa ukitumaini nguvu zako sasa hazipo tena. Sasa tunaanza kuelekea kwenye matumaini. Matumaini ya vitu gani hivi ambavyo tunaanza kuelekea? Paulo anaanza kutueleza hapa katika mstari wa 4. Anasema lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema. Wow. Sasa tutaacha kuangalia sisi na juhudi zetu na nguvu zetu kwa sababu zimefeli. Tutaenda kuangalia asili ya Mungu. Asili ya Mungu ni ipi? Ni mwingi wa rehema. Yes, ni mwingi wa rehema. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema. Sio tu ana rehema, lakini ni mwingi wa rehema. Mungu anikuonyesha hapo kabla sijaendelea katika Zaburi ya 103 mstari wa 8. Zaburi ya 103 mstari wa 8. Anasema Bwana amejaa huruma. Maana yake Bwana amejaa rehema na neema. Haoni hasira upesi, ni mwingi wa fadhili. Bwana amejaa huruma na neema, haoni hasira upesi, ni mwingi wa fadhili. Kama unavyojua kwamba
Ndoo ikijaa maji, ikitikiswa inamwagika maji. Uwezekano mkubwa sana wa ndoo ikijaa maji ikamwagika maji, kwa sababu kutikiswa ni rahisi sana. Ndoo ikijaa mafuta ya taa, ikitikiswa itamwagika mafuta taa. Ndoo ikijaa uji, ikitikiswa itamwagika uji. Sasa Bwana amejaa rehema, akitikiswa atamwagika rehema. Haleluya. Yes, kwa hiyo Paulo anatuonyesha sasa kwamba itabidi tubadilishe focus ya matumaini yetu, kwa sababu kwetu hakuna na sisi tayari ndo tushakufa kwa hivyo vitu vingi namna hiyo. Basi tubadilishe matumaini yetu, tuelekee kwenye lakini Mungu. Kwa nini? Amejaa, ni mwingi wa, Biblia ya Kiingereza inasema ni tajiri wa rehema, rich in mercy. Kwa hiyo tunageuzikia sasa matumaini yetu, tunamwelekea Mungu kwa sababu amethibitisha. Yes. Rehema ni nini sasa? Rehema ni huruma za Mungu za kushikilia hatia na adhabu ambayo ilikuwa ikupate kihalali, anaishikilia isikupate. Rehema ni nini? Rehema ni kuzuia mabaya ambayo yalikuwa yakupate kihalali, sasa yasikupate. Rehema ni kuachilia msamaha mahali ambapo palikuwa hapastahili msamaha, ulikuwa unastahili adhabu. Hiyo ndio maana ya rehema. Yes, lakini Biblia haisemi tu Mungu ana rehema, inamuita tajiri wa rehema, inamuita mwingi wa rehema. Maana yake mwingi wa kutustahilisha, kututoa katika mabaya ambayo tulikuwa tunastahili. Kwa mujibu wa muktadha hapa sasa, tulikuwa tunastahili kifo, na sio tu tunastahili kifo, tulikuwa tushakufa kihalali, kwa sababu nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya. Sura ya 2 inaanza hivi, na zikatajwa pale sababu 7. Ashukuriwe Mungu, alikuwa na asili nyingine ambayo ile asili ilikuwa inatuwezesha sisi kupata rehema, kwa kuwa mwingi ni mwingi wa rehema. Yes, kwa kuwa mwingi ni mwingi wa rehema. Sasa ukiendelea mbele kidogo, hii Biblia ya Kiswahili inasema lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema kwa mapenzi yake makuu. Biblia ya Kiingereza inasema kwa sababu ya mapenzi yake makuu. Sawa? Kwa mapenzi yake makuu, kwa sababu ya mapenzi yake makuu, kwa sababu ya mapenzi yake makuu. Manake Mungu akategemea mapenzi yake makuu, yani kilichosukuma hizi rehema, nyuma yake kuna kitu kinaitwa mapenzi yake makuu. Ili neno mapenzi yake makuu ni neno agape, kwa upendo wake mkuu. Okay? Kwa hiyo si kwa sababu ni sisi tulistahili. No. Si kwa sababu tulipigania, hapana. Si kwa sababu tulimuomba Mungu, hapana. Sababu ni mapenzi yake makuu. Kwa hiyo hii sasa inaondoa matumaini, inaonesha kabisa wazi kwamba si Mungu kwamba sisi tulimshawishi. Ni kwa sababu ya mapenzi yake makuu, si sababu nyingine yoyote ile. Kadri unavyozidi kusoma Biblia utakuja kujua kwamba inazidi kuonyesha sana kwamba Mungu ni katika mipango yake ya muda mrefu sisi kutuokoa. Si swala la kwamba sisi tulifanya kitu ambacho kingempendeza Mungu kiasi cha hivyo. Ndio maana hapa nasema kwa sababu ya. Okay? Kwa sababu ya. Sio kwamba nasema why did God save us? Sio kwa sababu tulistahili, sio kwa sababu tulitafuta wokovu, sio kwa sababu tulifanya kitu chochote cha kumpendeza. No, ni kwa sababu ya upendo wake. Kwa hiyo inazidi kuhamisha shift, kuhamisha matumaini kwamba kwa wanadamu yalishashindikana, sasa tupeleke huku. Haleluya. Sasa hapa tumesema mapenzi yake makuu. Mapenzi ya Mungu, mapenzi ni agape, upendo. Agape ni upendo usio na sababu. Agape ni upendo usio na masharti. Agape ni upendo wa kujitolea. Agape ni upendo wa kukomboa. Okay? Bila kutegemea faida. Haleluya. Yes. Sasa upendo wa namna hii kwanza utautoa wapi? Hamna sehemu unaweza kupata, lakini ndio upendo pekee ambao tulikuwa tunauhitaji kwa sababu tulikuwa wafu. Mfikirie mfu pale ukaamua kumpenda. Then what? Atakusaidia nini sasa? Mfu umeamua kumpenda maiti. Kwanza utaonekana na matatizo kama hutaki kufanya uchawi. Good. Lakini Mungu alitupenda sisi tulipokuwa wafu. Biblia inasema Mungu aonesha pendo lake kwetu kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali bado wenye dhambi. Yes. Huo ni upendo wa agape, upendo usio na sababu, upendo usio na masharti. Ni kazi sana binadamu hivi kuelewa upendo huu, kwa sababu hakuna mahali pa kuangalizia. Yeyote yule anayekupenda anakupenda kwa sababu fulani.
Huyu anakupenda ni mamako, anakupenda kwa sababu kwanza wewe ni mtoto wake, lakini pili anawaza kwamba akija kuzeeka utakuja kumfanya kumlea. Huyu anakupenda wewe ni babake, yeye ni babako kwa sababu siku moja akizeeka utakuja kumsaidia. Mwingine wewe ni mwanae, mwingine ni babako. Yaani hivyo tuna sababu nyuma ya upendo wetu. Mwingine anakupenda kisa nini? Unaona vihela nini? Kwa hiyo anaanza kukuonyesha upendo kwamba yeye anajua nini. Yes, ni kwa sababu fulani. Lakini Mungu alitupenda bila sababu. Kwa nini bila sababu? Alitupenda tukiwa bado tuko wafu, tuko maiti katika viwango vya Mungu. Afa akaonyesha upendo. Kwa upendo huu sasa utakuwa ni upendo wa tofauti, na ndio upendo pekee ambao tulikuwa tunauhitaji watu tuliokuwa katika hali mbaya kama ile. Yes, siku zote tunasema jamani, ukitaka kumpenda mtu zingatia vigezo na masharti, awe na hiki, awe na hiki, awe na tabia nzuri, uko wao kuwe hivi na mambo ni mengi. Lakini Mungu angezingatia hivyo vigezo, basi mimi na wewe tusingekuwa na jeuri ya kusema Yesu. Hilo jina tungelisikia wapi? Haleluya. Yes, lakini tunamaliza kusema kwa upendo wake aliyotupenda. Yes, ndivyo inavyosema Biblia, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. Kwa alikuwa na upendo alafu akautumia kutupenda. Okay? Alikuwa na upendo alafu akautumia kutupenda. Ili uweze kunielewa vizuri, fikiria kwamba unapita barabarani. Kuna watu waga unawahurumia, wana shida, lakini hawafanyii chochote. Siete. Unapita tu ila umewahurumia. Hiyo ni huruma ambayo hujaitumia, siete. Lakini mimi na mashaka na hiyo huruma ambayo haitumii, itakuwa ni chache sana. Of course. Kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, kwa sababu ule upendo ulikuwa mkuu, ulikuwa hauwezi kuzuilika kutupenda, kwa sababu upendo ni mkuu. Kama unasema nina upendo alafu ukafanikiwa kujizuia, upendo huo ni kidogo sana. Au niweke hivi, kama wewe wewe ni tajiri, unadai, au kuna mtu anadai kwamba ni tajiri, alafu kama huyu ni tajiri halafu akafanikiwa kuuficha utajiri wake usijulikane, watu mtaani wasijue kwamba yeye ni tajiri, basi huo utajiri ni kidogo sana. Utajiri ambao unaweza kufichika, huo ni kidogo sana. Lakini utajiri wenyewe halisi unavyozidi kwa mwingi ndio ambavyo haufichiki. Kwa hiyo kama Mungu angekuwa na upendo alafu ule upendo akafanikiwa kuzuia asituokoe, basi ule upendo wa Mungu ungelikuwa ni upendo kiduchu sana ambao unaweza kuzuilika. Au tuseme kama maji, mto unakuja mto, alafu ule mto usijulikane kwamba eti kuna mto hapo chini, amna, huo mto ni mdogo sana. Mto mkubwa na wenye maji mengi ya kasi, utajua tu kwamba kuna maji, kuna mto au kuna kitu huko kinaendelea. Ndivyo ulivyo upendo wa Mungu, ulikuwa mwingi kiasi kwamba ilibidi tu atupende, kwa sababu ni upendo mwingi na ni upendo usio na masharti. Sababu kwa nini unasema ninampenda lakini siwezi kufanya chochote? Ni kwa sababu upendo huo ni mdogo sana. Nampenda lakini siwezi kumsamehe, huo upendo bado ni mdogo sana. Haleluya. Anyway, so hapo tunaanza kupata masomo kadhaa, lakini kitu cha kwanza nitaka nikuonyeshe huu mstari lakini uangalie kutokea chini kwenda juu, alafu kuna kitu utakielewa. Namba 1, kutokea chini kwenda juu tunaona kwamba Mungu alitupenda. Alitupenda, lakini sio tu kutupenda, ila alitupenda kwa upendo mkuu. Sawa. Na ule upendo mkuu ambao alitupenda nao ukaichochea rehema. Sawa. Ikaichochea rehema. Rehema aliyokuwa nayo, ambao rehema hakuwa tu na rehema, lakini aliitwa tajiri wa rehema, mwingi wa rehema. Kwa upendo ukachochea rehema. Asili ya Mungu ya upendo ikachochea asili ya pili ya Mungu inayoitwa rehema. Asili ya Mungu inayoitwa rehema ndio ikaja kugeuza uelekeo, kwa sababu tulikuwa tayari tuna uelekeo wa mauti uliokuwa umesababishwa na vitu 7: dhambi, makosa, mfalme wa uwezo wa anga, alafu tulikuwa na tamaa za mwili, tamaa za nia, alafu tulikuwa na asili ya nguvu. Sasa rehema za Mungu ndio ambazo zingeweza kubadilisha hapo, kwa sababu rehema nini? Rehema ni kuto kumhesabia hatia yeye anayestahili hatia. Kwa maana hivi, labda nielezee. Siku moja nilikuwa na boda, nimechukua boda, kuna sehemu naenda. Sasa ile sehemu point kabisa nayoenda sijui jina lake.
Kwa hiyo nikamuelekeza kwa nyuma yake, kwa sababu kwa nyuma yake kulikuwa karibu na sheri pale, kwa nikamuelekeza mitaa ile ya sheri pale. Sasa kibaya zaidi nikawa nimeshampa hela kabisa. Kwa tukaenda. Kufika tu pale sheri, akageuza boda, akasema ndio hapa. Nikamwambia lakini ni kwa mbele kidogo. Akasema ni hapa. Tumekubaliana sheri. Sasa sikutaka mabishano kwa sababu unajua tena shachukua hela. Nikamwambia tu kwamba tukisimama kwenye haki umeshashinda, ila wewe fanya msaada, mimi ninapoenda ni pale. Yani hapana, lakini nikamwambia yani mimi nimeshakwambia ukisimama tu kwenye haki umeshashinda, kwa mpaka hapo ushashinda. Sasa tutoke kwenye haki tuje kwenye msaada. Basi akageuza boda akanifikisha nilipokuwa naenda. Maana yangu ni nini? Ndio maana ya rehema. Rehema ni kwamba hatustahili au tunastahili adhabu kimsingi, lakini badala ya adhabu hatupewi adhabu, tunapewa msamaha. Ile inaitwa rehema. Kwa upendo wa Mungu ukaichochea rehema. Rehema ikaja kushughulika na hivi vitu ambavyo vilikuwa vimehalalisha kifo mbele za Mungu. Kifo kwa maana ya nini? Ya kutengwa na Mungu. Vilikuwa vimehalalishwa, sisi hatuwezi kuwa na mahusiano na Mungu. Kwa hiyo upendo na rehema vikageuza uelekeo. Kifo, dhambi vilikuwa vimetupoint kwenye kifo. Upendo na rehema vikaja kupambana na ile dhambi na nini? Dhambi na asili ya dhambi. Kututoa uelekeo wa kifo kutupeleka uelekeo wa uzima. Okay. Lakini kitu cha pili ambacho nataka ukione hapo ni kile kile kwamba Mungu ndiye anaanzisha. Sisi tulikuwa hatuna namna ambavyo tunaweza kuanzisha hoja yoyote kwa sababu tulikuwa ni wafu. Nikana kwamba mfu anaweza akatoa hoja yoyote kwamba jamani nisaidieni wanangu, si mtamkimbia huyo mfu kweli au anaagiza. Sisi pia tulikuwa tumekufa. Kwa hiyo tulikuwa hatuna matumaini, lakini Mungu akaanza kwa upendo, upendo ukachochea rehema, rehema ikapindua mshale wa kuelekea mauti kwa sababu ya dhambi na makosa, na kwa sababu ya mfalme uwezo wa anga, kwa sababu ya tamaa za mwili na za nia, kwa sababu ya asili ya anguko, ikapoint uelekeo wa uzima, ikapoint uelekeo mwingine ambao ni uelekeo wa uzima. Sasa mstari wa 5 unaofuata anaanza sasa kutuelezea namna ambavyo huo uzima ulikuwa, kwa sababu mstari wa 4 just ametuonyesha jamani, sio huku ni huku. Sasa huku kuna nini hasa? Tuonane katika mstari wa 5. God Mungu Baba wa mbingu na nchi akubariki sana. Haleluya. Amen.